Tuiona tena Jumapili. Kwanza ongeleni kwa kuja kusali. Kuamka asubuhi kuja kanisani, binadamu ni jambo la kawaida, lakini ni jambo zito sana. Ni wangapi ambao wameshindwa kuamka leo? Wangapi ambao wameamka salama lakini hawapo kanisani? Hata baadaye basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, nami nawapongeza kama kwani mmekuja kanisani. Hongereni. Ni miaka 560 hivi 530 hadi 500 kabla ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mfuasi wa tatu wa nabii Isaya anaandika unabii huu. Ni neno au ni somo ambalo linatoka katika sehemu ya 3 ya kitabu cha nabii Isaya, sura ya 55 pale hadi ya 60. Sehemu ya 3. Na sehemu ya 3 ya kitabu cha nabii Isaya inaandikwa wakati gani? Inaandikwa wakati ambapo wana wa Israeli wametoka utumwani Babiloni, wamerudi nyumbani Yerusalemu. Wapo sasa baada ya miaka 70 hivi kukaa utumwani, wamerudi nyumbani. Waliporudi nyumbani wamekuta mambo yameharibika. Kile ilikuwa kule walikuwa wanatamani sana kuja nyumbani, na kwa hiyo mmoja maarufu unaimba moya mitoya kwa ajili ya
sasa anainua unabii wake. Na hili somo tuliosikia leo tunaanzia kwenye aya ya 7 hadi ya 10. Sasa tuangalie, kabla ya hapo alishawaambia kitu fulani. Alimtuma Nabii Isaya awaambie, sikiliza sura ya 58 hapa. Mwenyezi Mungu asema, piga kelele wala usizuie, paza sauti yako kama tarumbeta, watangazie watu wangu makosa yao, waambie wazao wa Yakobo dhambi zao. Siku hata siku wananijia kuniabudu, wanatamani kujua mwongozo wangu, kana kwamba wao ni taifa litendalo haki, taifa lisilosahau sheria za Mungu wao. Wananitaka niamue kwa haki na kutamani kukaa karibu na Mungu. Ninyi mnauliza, mbona tunafunga lakini wewe huoni? Mbona tunajinyenyekeza lakini wewe hujali? Ukweli ni kwamba mnapofunga mnatafuta tu furaha yenu wenyewe na kuwakandamiza wafanyakazi wenu. Mnafunga na kugombana na kupigana ngumi. Kifunga namna hiyo, maombi yenu hayatafika kwangu juu. Hiyo ni aya ya kwanza hapa hadi ya 4, kwamba wanasali ukiwa wamekuja kwa kusali, lakini sala zao mfungo wao hauna maana. Somo sala leo tunakuja sasa kwenye aya ya 7. Anasema sasa, je, sio kuwagawia kwenye njaa chakula chao na kuwaletea maskini waliotupwa nje nyumbani kwako? Muonapo mtu aliye uchi uvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja na wewe, na kadhalika na kadhalika. Maana sasa haya ni maelekezo Mwenyezi Mungu anayopapa. Ni kweli mnahangaika kusali, mnakaa kwenye mahekalu na kadhalika, mnafunga, lakini ufungo wenu hauna maana, kwa sababu bado watu wananyanyaswa, bado watu wanateseka kwenye jamii yenu, na sala zenu hazina kibali kwa sababu bado mnawanyanyasa hawa wasionazo. Sasa mfungo mzuri ni huu. Wanatuambia maskini kuwapa labda mavazi, chakula, wahitaji kuwapa mahitaji yao na kadhalika na kadhalika. Na anasema tukifanya hivyo sasa tutafanyika kuwa nuru na mwanga, tutafanyika kuwa chumvi kwa watu wengine. Sasa hiyo ni simulizi na ndio somo hili. Sisi hapa watu hapa kateni na kuhusu nini? Ndugu zangu, kwa mfano tuko hapa tumekuja kusali. Kuja kusali Jumapili. Ili sala zetu, majitoleo yetu yapate kibali kwa Mwenyezi Mungu. Matendo yetu pia lazima yaendane na sala hizo na majitoleo hayo. Kila mmoja anaalikwa kuingia ndani ya moyo wake kuangalia matendo yake. Kwa mfano, umetoka nyumbani, kwa mfano wewe mama, unaacha mzee na muongee, kuja vile kusali. Sala yako itapokelewa. Kule nyumbani, jirani yako anateseka, maskini, hana mahitaji. Wewe Mwenyezi Mungu amekukirimu unavyo hata baziada uone. Unakuwa sasa kama Waisraeli, Mwenyezi Mungu anakuambia jamani, unafunga ndio unasali, lakini sala zako hazifiki wapi? Kwa somo la kwanza. Uzao katika somo la pili inaandikwa kwenye mwaka wa 56 hivi, ambapo Paulo anawaandikia Wakorintho. Kuna waraka wake wa kwanza kwa Wakorintho. Inaandikwa kwenye mwaka wa 56 hivi baada ya Kristo. Jiji la Korintho lilikuwa ni jiji kubwa sana na lilikuwa karibu na mji mkubwa maarufu unaitwa Athens huko Ugiriki. Na hawa Wagiriki tabia yao kubwa ambayo inatofautisha watu wengine, walikuwa ni watu ambao wanatumia hekima ya kibinadamu sana, ambao wanakuwa wanafikiri sana. Sasa baada ya kwamba Paulo ameanza kanisa kule Korintho, akawa muondoka, akapelekewa habari kwamba watu wa kule wamegawanyika, watu ile hekima aliyofundisha, ile neno aliyofundisha hawalishiki tena. Hekima ya kibinadamu imewaingia. Paulo sasa anaandikia kwa jamani, kuandikia kupitia hekima ya kibinadamu, imwandikia kupitia hekima ya Mungu. Na hiyo hekima ya Mungu, ndugu zangu, ni ipi? Hiyo ndio nuru yetu inayotuangaza. Hiyo ndio tunayokuwa ndani mwetu, na tunajua kuwa nuru na mwanga kwa watu wengine. Ndani mwetu tukiwa na hekima ya Mungu, tutaangaza watu wengine, kwa sababu hekima inatuangazia nini cha kufanya, nini cha kutenda, nini cha kusema na namna ya kuenenda. Tuje katika somo letu la Injili, ndugu zangu. Tumealikwa kuwa mwanga, tumealikwa kuwa chumvi. Tuanze kuja kuona kwa nini tumealikwa kuwa chumvi. Kwa mfano, tuangalie kazi ya chumvi. Chumvi kazi yake ya kwanza kabisa kurutubisha. Kama jirani yako analala kurutubisha. Kazi ya chumvi ya kwanza kurutubisha. Mwambie ya kwanza
tunastaafu tunaalikwa kuwa chumvi. Tena sasa ninyi ni chumvi, tunaalikwa kufanya mambo hayo matatu ya chumvi. Kwanza la kwanza kabisa, hilo la mwisho ndio la kwanza, kuleta ladha. Kuleta ladha kwa maisha ya wengine. Mimi nikajiuliza kwa mfano, wewe mama, wewe baba, ukifika nyumbani watu watabasamu au wanasema ni shida ndio tena. Je, wewe pale kazini kwako, umeingia tu kazini ni sababu ya tabasamu au sababu ya maumivu? Muulize jirani yako, je, wewe una ladha nzuri? Sasa vijana wanacheka. Kwa maisha yako wewe unaleta ladha nzuri kwa wengine, pale kazini kwako, pale nyumbani kwako, kwa marafiki zako, wewe hapo unaleta ladha kwenye maisha. Maanake ndugu zangu, tuishi vizuri, maanake kwa sababu ya furaha kwa wengine na kuleta ladha kwenye maisha ya watu wengine. Tuunganisha na somo la kwanza. Kwa mfano, mtu aliyelala njaa siku mbili ukampelekea chakula, maanake umeleta ladha nzuri kwenye maisha yake. Mtu ambaye ana mavazi ukampa mavazi, umeleta ladha nzuri kwenye maisha yake. Maisha yake amepata, amekuwa na ladha. Mtu mwenye mahangaiko, msongo wa mawazo, ukampa sikio lako tu na kusikiliza matatizo yake, maisha yake yanakuwa na maana, yanakuwa na ladha nzuri. Ni kama chumvi kwenye chakula. Chakula nataka kuwa vizuri, kwa mfano pilau imejaa sufuria haina chumvi, hapa hakuna. Nataka uwe mkweli wa sufuria. Au nyama nzuri umechemsha hujaweka chumvi. Kwa hivyo tunapokuwa sisi duniani, tunapokuwa tunaishi maisha yetu, kama kutimiza wajibu wetu kama Wakristo, kuangalia mahitaji, kuangalia wenye shida, kutimiza wajibu wetu kwenye ndoa kwa sababu ya furaha, hapo ndipo tunakuwa kama chumvi ambayo haifai kitu na hata tutupwe nje na kukanyagwa na watu. Kwa ndugu zangu, tunapoenda nyumbani leo, kujitahidi kuleta ladha kwenye maisha ya wengine. Kwanza pale nyumbani kwenu, unaleta ladha na maisha kwa watu wako kwa sababu ya furaha.
ili nini? Tunaalikwa matendo tunayotenda, sababu yake isiwe ni utukufu wetu binafsi, bali utukufu wa Mwenyezi Mungu. Na tukifanya hivyo sasa, tutapata wokovu, Mwenyezi Mungu atapata sifa na utukufu, na maisha yetu yatakuwa na maana. Lakini kingine, ndugu zangu, cha mwisho, tunaandikwa kuishi kwa ajili ya wengine. Angalia tu, chumvi si kwa ajili yake, mwanga si kwa ajili yake. Kwa mfano, ita si kwa ajili yake, iko pale kwa ajili yake, lakini yetu sisi chumvi, unaona chumvi kwa mfuko mmoja imejaa dunia kwa ajili yake, kwa ajili yake. Yaani kwa yenyewe haina maana kwa yenyewe, hata tai yake kwa yenyewe haina maana. Tai iko kwa ajili ya kuhudumia watu wengine, chumvi iko kwa ajili ya kuleta ladha katika vitu vingine. Nasi pia tusiishi kwa ajili yetu, tusiishi kwa ajili yetu. Mara zote tujitoe pasipo kujibakiza kwa ajili ya wengine, ili saumu yetu, ili sala yetu, ili mfungo yetu iweze kuwa na maana kama tulivyosikia katika somo la kwanza. Na tukifanya haya yote, ndugu zangu, mambo yatakuwaje? Alisema vizuri katika somo la kwanza, ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea mara, na haki yako itakutangulia, utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukumbini. Ndipo